Mahojiano yetu siku hii ya leo tukiangazia zaidi gharama ya ufisadi hapa nchini katika sekta mbalimbali. Tunapoteza nini kupitia ufisadi katika asasi za serikali na hata zile za kijamii? Na je, kile ambacho tunachopoteza kinaturudisha vipi nyuma katika uendelezi wa taifa letu la Kenya? Kumbuka kuna miradi mbalimbali ya maendeleo inaendelea katika maeneo tofauti ya nchi, lakini tatizo sugu ambalo lipo linaloonekana ni swala la ufisadi. Mwanahabari mwenzangu hapo Kamariki amezungumzia baadhi ya kesi za zamani ambazo ameweza kuzitaja tu kwa kidogo tu, zikihusisha baadhi ya watu ambao walikuwa ni wasimamizi wakuu ambao walikabiliwa na tuhuma za ufisadi. Lakini kinachostaajabisha kufikia sasa, baadhi yao kesi zao aima zimefutiliwa mbali ama ziko dhaifu sana, kumaanisha kwamba hakuna ushahidi wa kutosha kuhakiki kwamba hawa wanahitaji kuhukumiwa, na kama kusukumwa gerezani wasukumwe, kama ni kutaifishwa mali zao na vitu kama hivyo zitaifishwa. Tatizo tulionalo hivi sasa katika wiki moja ambayo limeanza ni katika sakata ambayo tulionayo hivi sasa ya kawi, katika sekta ya kawi pale, sakata ya mafuta ambayo imepelekea maafisa watatu kujiuzulu katika idara ambazo zinasimamiwa na serikali. Je, hili swala lina uzito gani katika uendelezi wa taifa na linatunyima nini katika kuleta maendeleo kupitia gharama mbalimbali ambazo mara nyingi unakuta kwamba zinapotea? Studioni hapa ninao wachanganuzi wangu wawili. Mmoja atakuwa anaingilia sana katika masuala ya haki za kibinadamu. Kupitia sekta hiyo tunapoteza nini? Ni hasara gani inayoshuhudiwa katika gharama ya ufisadi? Na vile vile mwingine atakayeangazia zaidi ni masuala ya kitaifa kwa ujumla. Tunapoteza nini? Yeye ni mchanganuzi ambaye tumekuwa naye mara nyingi hapa studio. Si mwingine bali ni Gabriela Leroro ambaye pia ni kiongozi wa vijana katika chama cha UPIA. Karibu sana katika studio zetu. Asante. Hussein Khalid nafikiri ni jina ambalo linalojulikana, ambaye ni afisa mkuu mtendaji katika shirika ambalo linalohusiana sana na masuala ya haki za kibinadamu hapa nchini, Vocal Africa. Karibu sana. Nitaanza na swali ambalo kila mwananchi anajiuliza hivi sasa: inakuwaje tunafikia viwango hivi vya juu vya ufisadi hapa nchini ambavyo vinaendelea kukua na kukua, licha ya juhudi ambazo zimewekwa na asasi mbalimbali ikiwemo tume ile ya kupambana na ufisadi hapa nchini na hata asasi zingine ambazo ni upande wa maafisa wa polisi, upande wa kiongozi wa mashtaka na kadhalika? Inakuwaje bado tunapatana na visa vya matukio kama haya? Hussein, tukianza na wewe, karibu. Naam, shukran Alimanzu kwa uwalishi huu na hasa kulizungumzia swala hili ambalo kwetu sisi kama Wakenya sasa limekuwa donda sugu. Maanake kila kukicha tunasikia juhudi hapa na pale za kujaribu kujinasua kutokana na hili janga la ufisadi, lakini yale tunayoyaona ni kwamba bado ufisadi sio kwamba tu unaendelea, lakini kulingana na ripoti za serikali yenyewe kama vile Ethics and Anti-Corruption Commission, tume ya kupigana na ufisadi, inaonyesha kwamba ufisadi unazidi. Na ni swala ambalo muhimu sisi kama Wakenya tuweze kulijadili. Na umeuliza ni vipi, mbona tumejipata hapa? Tutasema kwamba zile taasisi na vile vitengo ambavyo vinafaa kujukumika kuhakikisha ufisadi umeweza kuangaziwa ama umeweza kuthibitiwa, hivyo vitengo kwanza vimeshindwa kufanya kazi yake kuweza kuwashika wafisadi. Nafikiri mara kwa mara tumeona magavana na viongozi tofauti wakizunguka katika ule mlango wa ile tume ya kupigana na ufisadi. Ndiyo. Lakini tunaona wakiingia na wakitoka, wakiingia na wakitoka. Ya pili, lazima tuweze kuzungumzia the role of the judiciary. Ndiyo. Mahakama inachangia vipi katika swala la ufisadi? Tumeona mara kadhaa wa kadha watu wamefikishwa mahakamani, wameshtakiwa, lakini baada ya hapo hawa watu bado wanarudi. Hata kuna wengine walihukumiwa kufungwa miaka mingi. Ndiyo. Hivi sasa wametoka na wamechaguliwa na bado wanaendelea kuhudumia wananchi, ambalo halifai kufanyika. Na la tatu ambalo ni la muhimu kwangu mimi, naliona ndio la muhimu kabisa hasa kwetu sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu, ni wananchi wenyewe. Sisi kama wananchi pia tumelegea katika kusimama imara kupigana na ufisadi. Ukiangalia ripoti ya tume ya anti-corruption, wanasema kwamba wananchi 84% wanatoa hongo kabla ya kupokea huduma. Kwa hivyo sisi pia tunachangia katika hili swala, na lazima sisi sote kama Wakenya tuweze kujiuliza ni kwa nini tunaendelea
kuencourage ama kusaidia ule ufisadi kukithiri katika nchi yetu. Asante sana. Gabriela, karibu sana, labda kwa maoni yako, yani ni kwa nini tumejipata hapa wakati ambapo unakuta licha ya vita vya ufisadi dhidi ya ufisadi vinaendelea kupitia asasi mbalimbali, bado kuna mipenyo na bado tuna ripoti hizi kwamba kuna sakata fulani zinaendelea katika taasisi fulani. Asante sana kwa kunialika leo. Ningependa kuunga Hussein mkono akisema sisi kama wananchi ndo glorify hii mambo ya corruption. Kwa sababu tunaona kama governors venye wameshikwa. Mimi nimetoka Samburu County na governor yangu pia alikuwa Lelit, yeah, alikuwa amekimbizwa hapo Senate. Na pia governor wangu wa kwanza ndo alikuwa alipatikana na tuhuma za ufisadi. Ya 84 million. Ndio. So tunaona ufisadi, wale wamechaguliwa kama representative of the people, wao ndo wa kwanza kufanya ufisadi. Na the moment wako na hiyo ufisadi, wana influence sisi raia tuende tuandamane tukisema mtu wetu, kwa nini mnamshika wewe Sifuna, wewe ni nani, kaa Nairobi. So tunaona sisi kama wananchi tumeglorify hiyo mambo na corruption. Unless tuache hii mambo na mtu wetu, corruption haitawahi isha Kenya nzima. So tunaona pia upande ya serikali, the moment unaona Northern Kenya hakuna maendeleo inafanyika. Leaders wa Northern Kenya wanaiba fund ya development, wanakuja wanajenga Nairobi, na immediately hata kama walisupport ile government ingine ikishindwa, the government of the day wana declare wana support. So sahii wanasema tuko broad based. So ukiwa broad based inamaanisha hata ukiiba hautakamatwa. So tunaona pia government there is no political goodwill kwa mambo na corruption. So tunaona government pia ndo inawafunika mambo na corruption. Kuna swala hapa Hussein amelizungumzia na nafikiri ni vyema tulijadili sote, manake sisi ndio raia wa Kenya. Na sisi ndio tunaochangia katika masuala ya maendeleo ya taifa na kadhalika. Lakini kwa upande mwingine unapokuta kwamba 84% umeitaja ya Wakenya wanasema ni mpaka wahonge wapate huduma za serikali. Inakuwaje mwananchi anahusika sana pia katika ufisadi wakati ambapo hivi ni vitu ambavyo wanastahili kupata bila kutoa hongo? Nikianza na Gabriela hapa. Kwa nini nihongane? Kwa nini nihongane? Hautapata hiyo service bila kuongana. Tunaona Northern Kenya kulikuwa na shida ya ID. Kulikuwa na ile vetting ya ID. Ndio upate ID unatoa pesa mingi ndio upewe ID. Whether wewe ni mkaazi wa hapo ama umetoka kwa boda, provided uko na pesa utapata hiyo ID. So tunaona kabla upate huduma, ukitaka huduma wa haraka utatoa hiyo kitu kidogo ndio upate huduma. Bila hiyo mambo yako inafurutwa, hata labda una apply ID na iko tu hapo chini ya file, itaenda mahali kwa sababu hujatoa kitu chochote. So tunaona utakaa ukingoja ID for the longest time na utaipata ID kwa sababu tuko na watu wa 80 years hata hawana ID mpaka leo. Imekuaje 80 years mtu ameishi ana ID? Na amekuwa amesaliwa hapo, ako na chief hapo, ako na county commissioner kwa hiyo county, ako na MCA kwa hiyo county, amekosaje ID? Tunaona corruption iko from top mpaka uko chini. Hata huyo chief mwenyewe ndio upate services yake lazima umuone kando. So tunaona corruption imekuwa kila mahali, na corruption sasa ni kama culture ya Kenya. Ni culture ya Kenya. Culture. Anaposema ni utamaduni, Hussein, labda swali langu bado tulaja pale, kwa nini nipeane shilingi 5 ili unihudumie kama afisa wa serikali wakati natozwa ushuru ambao unakuja kulipa wewe kama mshahara? Ali Manzu, tume ya kupigana na ufisadi ilichunguza hilo swala. Ukiangalia ripoti yao ya 2024-2025 walisema kwamba the high cost of living ama hali ya juu ya gharama za maisha zinachangia, walisema ni 24%. Kwa sababu yule polisi ambaye sasa anafaa kukuhudumia, yeye mwenyewe hajalipa kodi,
yuko na school fees, yuko na chakula anafaa kununua, yuko na mavazi anafaa kununua, na haya yote ni mambo ambayo yanahitaji pesa. Kwa hivyo yeye amekwama kabisa, hajui la kufanya. Sasa anakuona wewe pale unapita, anaona hii ni nafasi yangu ya mimi kupata kitu niweze kwenda kununua chakula pale nyumbani. Yule anayefanya kazi katika wizara ya ardhi ama yule anayefanya kwa ID kama dadangu alivyosema, anakuona umekuja kutafuta ID, high cost of living, anafikiria kodi, anafikiria mambo mingi kufanya, anakuona anasema huyu lazima nipate 2,000 kwake. Kwa hivyo hata kama ile ID ako nayo kama alivyosema imewekwa hapa, anaona akanyagie mpaka kwanza ahakikishe amepata kitu kutoka kwako ndio sasa aweze kutoa pesa. Kwa hivyo kulingana na ripoti ya EACC yenyewe wamesema kwamba the high cost of living inachangia pakubwa, na yule pia mwananchi kwa sababu yeye anahitaji ile ID aende kazini. Asipopata ile ID yeye pia atapoteza ile nafasi na atakuwa hana uwezo wa kuweza kulipa kodi yake na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo anaona la rahisi, wacha nihonge, nipeane hiyo 2,000, nipate ID yangu na mimi niende nifanye mambo yangu mengine. Kwa hivyo high cost of living ambayo Wakenya wengi sasa wanapitia inachangia pakubwa pia katika kuongeza kesi za ufisadi. Asante sana. Tunakwenda kwenye mapumziko lakini tutarudi tuendelee tudadavue zaidi swala hili la ufisadi katika siku ambayo pia tume ya ufisadi hapa nchini EACC kushirikiana na shirika moja ambalo linahusika sana na masuala ya jinsia pamoja na ile taasisi ya takwimu hapa nchini yani KNBS kwa sasa tunapozungumza pia wanazindua ripoti nyingine kuhusiana na viwango vya ufisadi ambavyo vinaathiri taifa hapa nchini Kenya. Shughuli hiyo inaendelea hivi sasa katika hoteli moja hapa jijini Nairobi, na pia tutaangazia zaidi. Kwa sasa Kenya inashikilia nafasi ya 130 kati ya mataifa 182 kama sijakosea, kulingana na viwango vya ufisadi hapa nchini. Hii ni ripoti pia ilitolewa na lile shirika la Transparency International mwisho wa mwaka jana, ikiangazia tuko wapi katika vita hivi, na wao wanasema kwamba kidogo kuna afueni, manake mwaka uliopita tulikuwa nafasi ya 132, sasa ni 130. Lakini tutaangazia mambo ambayo yanayochangia zaidi kuenea ama kupanda kwa visa hivi vya ufisadi hapa nchini Kenya. Usiende mbali, nitarudi kwenye muda usiokuwa mrefu tuendelee na mjadala wetu. Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi tukiwa tunajadili masuala ya ufisadi, na mada yetu imesukumwa zaidi na kinachoendelea hivi sasa. Tutajaribu pia tufike kwa njia moja kwa moja katika majengo ya bunge hii leo, ambako waziri wa kawi Opiyo Wandayi alitarajiwa kufika mbele ya kamati ile ya nishati katika bunge la taifa ili kujibu masuala mbalimbali ibuka kuanzia wiki jana, hasa kuhusiana na ile sakata ya mafuta hapa nchini na kupelekea kujiuzulu kwa baadhi ya maafisa wakuu katika idara za serikali. Tuendelee na mjadala wetu ambapo niliachia pale. Kenya iko katika nafasi ya 130 kati ya mataifa 182. Hii ni kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la Transparency International mwaka jana, ambayo iliorodhesha Kenya kuwa miongoni mwa mataifa ambayo yanafanya vibaya katika vita vyake dhidi ya ufisadi. Kati ya 100, Kenya ilipata 30%, kwamba kulingana na viwango ambavyo waliviweka wenyewe pale, wanasema kwamba tunafanya vibaya sana, yani masuala ya rushwa na ufisadi viko juu sana. Labda nikianza na Hussein, utafiti huu unachukulia kwa uzito gani wakati ambapo licha ya juhudi zimewekwa kupitia taasisi za serikali, lakini bado visa hivi vinashuhudiwa mpaka kuweka Kenya katika nafasi ya 130? Nafikiri ni wazi kulingana na ripoti hiyo kwamba japokuwa ndio kuna juhudi, hizo juhudi hazitoshi.
na haziambatani na vile viwango vya ufisadi vilivyoko. Wajua, ikiwa ufisadi umekithiri, umeenea kila mahali, alafu labda taasisi itoke iseme inafuatilia mahali kumoja peke yake, ni kumaanisha kule kwingine kote bado ufisadi utakuwa unaendelea. Kwa hivyo sisi tuna imani kwamba tume ya kupigana na ufisadi inafaa kujukumika, inafaa kuchukua hatua kabambe za kuhakikisha kwamba wameweza kuchunguza kikamilifu. Hapo awali na tumekuwa tukiona tume ikituma maafisa wake labda kule barabarani, ikishika wale maafisa wa usalama ambao wanapokea hongo. Vile vile kando na tume, pia lazima tuseme kwamba nchi lazima iwe na ile tunaita kwa kimombo political goodwill. Ile goodwill kwa sasa imepotea kwa sababu tunaona ufisadi umeenea katika ngazi za juu. Tumepoteza 4.9 billion nafikiri hivi juzi katika sakata ya mafuta. Na bado unapata yule ambaye ni msimamizi mkuu, ambaye ndio cabinet secretary, anakataa kujiondoa ili pale upafanyike uchunguzi. Hii ni wazi kabisa kwamba wale walioko katika nafasi za juu katika hii serikali, wao wenyewe hawana imani ama hawana will, tutahitaji azma. Hawana azma ya kupigana na ufisadi, na wao wenyewe ni shida katika hili janga la ufisadi. Katika swala la tatizo ambalo tulilonalo hivi sasa, tuanzie pale kwa mwananchi ulipoachia. Umeachia masuala ya goodwill, ya political goodwill is not there. Hakuna ni ile kujitokeza na azma ya serikali katika vita hivi. Lakini turudi kwa mwananchi pia, tujiulize sisi wenyewe, nia yetu iko wapi katika hivi vita, na tunataka kuona taifa gani katika siku zijazo, licha ya kwamba kuna matukio ya ufisadi, na ni vipi kama mwananchi wa kawaida anaweza pambana nayo? Unajua, ningependa kuunga mkono Hussein akisema high cost of living ndio imefanya ufisadi kuwe ipande, na tunaona pia wale wenye wanafanya ufisadi, tuseme hii ya mafuta yenye imepotea juzi, tunaona wale wenye wanafaa kujukumika kama cabinet secretary Opiyo Wandayi anakuwa protected. Tunaona Oburu Odinga alitoka akatoa statement akisema ati Opiyo Wandayi pamoja na Lee Kinyanjui accountable to accounting officer. So tunajiuliza, ikiwa wale wenye wanafaa kuamka na kupigana na ufisadi wao ndo wanaamka kusema huyu ni mtu wetu, huyu hafai kuguswa, wale wa chini ndo tunaona wanaumia zaidi kama PS Liban na wale wengine. Na in real sense hakuna venye kitu itafanyika kwa ministry bila cabinet secretary. Ndio. So cabinet secretary akitani kama whistleblower, tunaona kuna mchezo kwa hiyo ministry. Unaposikia cabinet secretary, waziri mwenyewe akijitokeza akisema kwamba sikujua kunaendelea nini. Hakujuaje kunaendelea nini kwa budget ya 4 billion. So inaonekana alikuwa anajua anataka kujiondoa, watu wengine wabebe msalaba, yeye inabidi sasa kuwe protected. Watu wa Azimio wakuja waseme, watu wa ODM wakuja waseme sijui akuiba, huyu ni mtu wetu, anaandamu. Hapana. Tunaona ufisadi, hakuna political goodwill, na ile institution inafaa ku represent the people kama parliament, wao ndo wafisadi number 1, kwa sababu hata bill peke yake kupitisha lazima wachotwe kitu kidogo ndo wapitishe. Tunaona ufisadi iko everywhere from top to bottom. Tutakuja kuangazia mapendekezo yenu tufanye nini ili tupiganie vita hivyo, lakini tukiingia ndani zaidi kwenye swala la sakata ambayo tulionayo, mara nyingi tumeona sakata zinakuja zikienda. Kulikuwa na sakata ya sukari, imekuja ikaenda, mbolea imekuja ikaenda, pia upande wa mahindi vile vile, na watuhumiwa wakuu ambao wengine walikuwa ni mawaziri tumeona wakitembea huru kwamba kana kwamba hawajafanya lolote. Kwenye hili sakata ambayo liko hapa, kwanza tuanze na hii ambayo tuliko nayo. Je, ni mifumo ambayo ndio ilikuwa haina mshiko vizuri kulinda masuala ya ufisadi, kama mipenyo ile ufisadi, ama nini? Maana serikali inapokuja na mfumo wa serikali kwa serikali kutaka kuagiza mafuta ile G2G, huu ni mfumo ambao ni moja kwa moja, watu wawili, asasi mbili zinazungumza na wanaelewana. Hii mipenyo imetokana na nini? Kweli kabisa Manzu, na wananchi lazima waamke, kwa sababu hizi pesa ambazo zinafujwa ni pesa zetu. Billions of shillings, hizo ni shule ngapi zingekuwa zimejengwa?
Kwa hivyo lazima sisi kama wananchi tuamke na tuseme hatutakubali huu mchezo wa paka na panya ambao viongozi wanajaribu kuucheza. Ikiwa wewe uko in charge of a ministry, kama alivyoelezea dadangu, naungana mkono na yeye, hauwezi kusema kwamba kuna masala ya 4 billion na wewe hauelewi, ati wewe haujui. Na ikiwa ni kweli wewe haujui, ni kumaanisha wewe umeshindwa kufanya kazi yako. Kwa sababu itakuwaje katika wizara yako pesa za umma zinapotea, alafu wewe unasema mimi sikujua? That is clear and open evidence of your incompetence, kuonesha kwamba wewe hauna uwezo wa kuendelea kushika huo wadhifa, kwa sababu mabilioni ya pesa yanapotea, wewe ndio uko in charge ya hiyo wizara na wewe haujui jambo gani linafanyika. Kwa hivyo hiyo ni ishara ya wazi kwamba wewe umeshindwa kufanya hiyo kazi, unafaa uondolewe ama uondoke haraka iwezekanavyo. So whatever the excuse Bwana Opiyo Wandayi atapeana, sikujua, si mimi, ama ni yeye alihusika hapa, ama ni pale, huyu jamaa hafai kuwa katika hiyo afisi hivi tunavyozungumza. Anafaa kuwa alitolewa kitambo sana, kwa sababu ameshindwa kufanya hiyo kazi. Na huo ndio msimamo wetu. Na sisi tunasisitiza kwa wananchi, tafadhalini tusikae kimya, tusiangalie tu pesa zinafujwa. Hizi ni pesa zetu. Alimanzu, baada ya mwezi huu ukifika, ukiangalia paycheck yako, pesa zimekatwa, zimeenda. Yule mama mboga anauza pale, anatoa taxes, analipa ndio wewe akuuzie wewe. Yani kila kona. Na unasikia tena vile serikali inasema itajaribu kutafuta kila aina ya njia ya kuweza kuchukua kodi, ili zile kodi ziweze kutumika katika maendeleo. Kisha badala ya sisi kufinywa na pesa kukamuliwa, kuondolewa kwetu, kupelekwa kwa serikali, zinapotea hivi. Na yule tumemweka pale achunge hizi pesa, ati anasema yeye hakujua ni mambo gani yanaendelea. Hii ni kitu ambacho kinaghadhabisha sana. Alafu wale viongozi ambao wao sasa wanafaa kuwa katika mstari wa mbele kuonesha kwamba hatuwezi kuruhusu hivi, unamwona Oburu Odinga ndio anakimbia wa kwanza kumtetea yule ambaye ameshindwa kufanya kazi yake. Kwa hivyo hawa viongozi wa kisiasa, lazima sisi kama Wakenya tuamke, tuambie hii michezo imetosha, enough is enough, na tunachukua hatua. Tuje kwenye hii sera ambayo nimezungumzia ya uagizaji wa mafuta, labda kuna mipenyo pale na labda ni kitu ambacho hakifai kutumika kwa sasa. Manzu, Kenya tuko na sheria nzuri sana za kupigana na ufisadi. Ni ile imani na azma hatuna. Tuko na POEA, Public Officers Ethics Act. Tuko na ASECA, Anti-Corruption and Economic Crimes Act. Tuko na, yani sheria ziko nyingi na ziko ambazo zinaweza kutumika kuzuia haya mambo. Lakini wale ambao wanafaa kutumia hizi sheria kuzuia ufisadi, wao tayari ni wafisadi, wao wanahusika, na pia wanagandamizwa wasizitumie hizi sheria, kwa sababu hizi pesa zinazofujwa wale wanasiasa ndio wanazichukua wao na kuenda kuzipoteza wao, kuzitumia wao kwa mambo yao ya kisiasa. Kwa hivyo mimi nitasema kwamba kulingana na sheria ile government to government framework umeizungumzia sahihi Manzu, G2G, it is very clear vile kazi inafaa kufanyika. Sasa kwa nini muende kinyume na maagizo ambayo yapo pale serikalini? Na utaona hii sakata watu wengi wataingia, mtu wetu sijui hivi na hivi. Lazima Wakenya tukatae, tuseme hakuna excuse ya kusema sijui sheria, sijui kuna gaps hapa na pale. La hasha. Huu ni ufisadi ambao uko katika serikali na lazima upingwe kwa kila aina ya njia. Gabriela, labda maoni yako kuhusiana na swala la sera ile ambayo inayotumika sasa katika uagizaji wa G2G. Je, imekwenda kinyume na kile ambacho kilitarajiwa na Wakenya kwamba mambo yawe sawa, licha ya kwamba ukiangalia katika ulimwengu mzima hivi sasa tatizo la mafuta linaendelea kukua? Mimi ningependa kusema ya kuwa ukiona kitu imekuja kwa public hivyo, na pia president akajitokeza kusema watajua watafanya nini, inaonekana pia ilikuwa biashara ya watu wachache wakubwa ndio imeenda vibaya. Vile Ndindi Nyoro alisema ni chakula sijui ya nani imekulika. Kwa kiasi kikubwa nakubaliana na yeye, kwa sababu ukiona inakuja na force from top, inaonekana hata wale wenye wame resign hawaku resign out of goodwill,
ni kulazimishwa kuresign. So sisi tunaona hii mambo na government to government, hiyo ni paperwork peke yake. Tuko very good kwa mambo na policy, lakini kuimplement hiyo policy ndio shida. So hao wakubwa wanajiuliza nina benefit aje. Wao waangalie policy ya government to government, wao wanaangalia ni nini mimi napata kibinafsi. So tunaona ni biashara ya watu wachache ndio imeenda vibaya. Mambo ati sijui G2G tumeitisha mafuta 4.5 billion, hakuna mtu kwa serikali anajua isipokuwa PS na wale wawili, hapana. Naona hiyo ni biashara imeenda vibaya, na biashara ikienda vibaya mwenye hajafaidika ndo anapiga kelele the most. Mnachukulia kwa uzito gani? Nitarudia ile kauli ya Mheshimiwa Ndindi Nyoro ambaye ni mbunge wa Kiharu akisema kwamba, na nanukuu, watu wadogo wamekula chakula cha mzee. Mnachukulia kwa uzito gani kauli hii ambayo imetolewa na mtu ambaye ni mbunge na pia alikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ambayo inahusika na masuala ya mipangilio ya fedha za taifa kwenye bunge pale, tukizungumzia masuala ya bajeti? Naam, wajua watu wadogo siku yoyote ukiwa nyumbani Manzu, mtoto anaiga anavyoona. Hii ni wazi kuonesha kwamba yale walikuwa wakiyafanya si mara ya kwanza hayo mambo kufanyika katika hii nchi. Itakuwa lazima wameona kwamba imekuwa ikifanyika, kuna mara zingine imefanyika. Sasa na yeye kama mdogo ameona na mimi pia nina fursa imetokea na mimi pia niweze kufanya. Kwa hivyo ndio hili limetokea. Wale waliohusika ni watu ambao lazima wachunguzwe, tujue ukweli uko wapi, na wenye makosa wachukuliwe hatua. Lakini pia hii ni ishara ya kutuonesha kwamba kuna visa vingine kabla ya hapa lazima vilitokea, ndio na wao wakajifunza kutokamana na hayo, wakataka na wao pia kufanya kama hayo. Kwa hivyo pia tuchunguze awali ni mambo gani mengine yametokea mpaka tukafikia hapa. Na hawa wadogo, ikiwa tutaweza kufanya kazi na wao na tuwaweke, tuwaulize, watuambie wameona wapi kama haya mengine yakitokea. Ndindi Nyoro si mtu ambaye utasema katika hii nchi ni kiongozi ambaye huropokwa bila maneno. Mara nyingi anapozungumza Ndindi Nyoro huwa ako na ushahidi. Kwa hivyo huo ushahidi uweze kuwekwa wazi, tujue hii sakata ilianzia wapi, na sakata zingine kama hizi ambazo zimefanyika labda hazijaja kwenye public limelight pia tuzijue, ndio tujue ukweli wa mambo. Gabriela, nitakupa fursa pia uzungumzie kauli ambayo ametoka kuizungumza, na ninamnukuu Ndindi akisema kwamba watoto wadogo wamekula chakula cha mzee. Unachukulia kwa uzito gani? Maanake hii ni kauli nzito kutoka kwa mtu ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa kamati inahusika na masuala ya bajeti. Ni kana kwamba labda kuna mambo ambayo anayajua Wakenya hawajui. Kuna mambo ambayo anayajua kwa sababu yeye yako kwa ile kitchen cabinet. Kitambo akiwa chair wa budget alikuwa kwa ile kitchen cabinet ya government. So alikuwa anajua kila ministry kunaendaje, pesa ngapi kwa hapo, wamefanya aje, wakiprokiwa vitu, deals imeenda aje na nani ndo anafaidika. Ukimwona Ndindi Nyoro confidently anatokea akisema wamekula chakula ya mzee, inamaanisha, na ukiona venye wakubwa kwa hii country wametoka kupiga kelele na kuifanya hii kitu, imagine watu walikamatwa on Friday, on Saturday wameresign, which means ikiwa corruption, tunaweza fight corruption kama ni hivyo corruption inafightiwa kwa hii Kenya, lakini tunaona kama ina affect the specific people wenye hawajakula hiyo chakula ya mzee, ndio maana wanatoka kupigana na hiyo ufisadi. So imeharakishwa sana kwa sababu kuna watu hawajabenefit. So kama government inataka kupigana na ufisadi watapigana na, lakini kama wataki kupigana itafurutwa ikuwe inaenda 3 years mpaka tuisahau. So tunaona chakula ya mzee, Ndindi Nyoro anajua ni wazee wagani wanakulanga hiyo chakula, na inaonekana mpaka iko na layers ya wazee mpaka ikafika kwa PS na igusi cabinet secretary. Kwa hivyo ni chakula ya kitchen cabinet. Tunafaa kujua pia hao kitchen cabinet ni akina nani. Nadhani itakuwa vyema tukianza kufuatilia kauli hii kwa undani zaidi wakati kuna hii kesi inayoendelea, na tunachofahamu hivi sasa, mtazamaji, labda kukuarifu tu kuhusiana na hii sakata ambayo iko sasa ya mafuta, ni kwamba upande wa DCI wanaendelea na uchunguzi wao, na mapema wiki hii baada ya kuachilia wale watuhumiwa 3 waliwataka wawe wakiripoti katika afisi zao zilizoko katika barabara ile ya Kiambu ili kuweza kusaidia katika kupambanua zaidi uchunguzi wao kabla ya kuja na mashtaka ambayo yatakayopeana. Sasa faili ipeane kwa ODPP
hapo ndipo tulipofikia hivi sasa kuhusiana na kesi hii. Tumezungumzia masuala ya kesi kadhaa za nyuma ambazo pia zilikuwepo, lakini tunaona kwamba watuhumiwa wakuu, ima kesi inaachiliwa tu inakwenda hivi hivi, ama inakuwa yenye kudhoofishwa kupitia mashahidi ambao mara nyingi huwa wanajitoa wengine, ama huwa kunakosekana ushahidi wa kutosha. Nadhani Hussein ni mwanasheria na unaelewa mambo ya sheria. Ni michezo hii ya paka na panya inayochezwa ama ni nini katika swala la ushahidi? Maanake unakuta upande wa mashtaka wanangojea kusikiza kutoka upande wa wachunguzi kuja na ushahidi wa kutosha na kuendelea na ile kesi, lakini kinachoshangaza kupitia kesi za nyuma, wakati wa ile sakata ya mahindi, sakata ya mbolea, ni kesi ambazo zilienda tu hivi bila kusahau sakata ya sukari. Ni wazi kwamba hawa wanasiasa na waliomo serikalini katika ngazi za juu wanatumia wadhifa wao kupoteza hizi kesi, na ni kwamba wao wenyewe ni beneficiaries of corruption. Wao wenyewe wananufaika na yale mambo, na ukiona mara nyingi kama alivyoelezea dadangu, kuna mtu mahali ameumia, yeye alikuwa anatarajia apate kitu fulani. Sasa anapopiga kelele ni jambo la kuonesha kwamba mimi hamukunihusisha na lazima na mimi nitaharibu mambo yenu. Ukienda upande wa koti, kesi zinafaa kuwa very straightforward. Kama nilivyokuelezea Manzu, ni kwamba sheria zetu ziko wazi kabisa, na watu husema pia katika bara la Afrika, Kenya ni mojawapo ya nchi ambazo iko na sheria murwa kabisa ambazo zinaweza kushughulikia mambo yote yale. Chapter 6 of the Constitution of Kenya, swala la integrity. Vipi tunafaa kuishi, zile principles tulizonazo. Hata ukiangalia tu ile chapter 6 pale, huyu Opiyo Wandayi, kulingana na hii kesi ambayo imetokea, anafaa kuwa aliondolewa, hata si kuondolewa kama dada alivyosema. Culture yetu sisi wenyewe ni tunaruhusu, tunakubali ufisadi, lakini kama ingekuwa tunafuata katiba ya Kenya na sheria zetu, huyu mtu hafai kuwa pale. Actually right now he should be in prison. Hata si swala la kusema a resign. Opiyo Wandayi should be behind bars right now, ili tuweze kujua ukweli uko wapi, kwa sababu tukiwacha hawa watu wakiwa huku nje, kumbuka kwamba wanaingilia ushahidi ambao unaweza kutumika. Wamejua mtu fulani alitumika, yule pale, wanaenda wanamtisha ama wanamhonga, usiseme nitakulinda, nitakutetea. Hawa watu wote wanafaa kuwa ndani hivi sasa, ili wasiingilie ushahidi pale wachunguzi wanapofanya kazi zao. Na ni lazima tuwe tayari sisi kama nchi kupigana na ufisadi, lakini ikiwa hakuna azma, hakuna political goodwill kule juu, ndio inaleta hizi shida zote kwetu sisi. Vyema kabisa, tuko na dakika kama 3 hivi tuende kwenye mapumziko, lakini Gabriela, naomba kwa manufaa ya vijana, wewe ni kiongozi wa vijana katika chama kile ambacho mnachokuwa nacho kule mashinani na kadhalika, vijana wanahisi vipi wanapoona kesi kama hizi, masuala ya ufisadi ambayo yanaendelea kukua katika taifa letu? Hisia zao zinasemaje? 2024 nilikuwa kati ya vijana wenye walienda ku demonstrate bad governance, na tangu wakati huo utaona kwenye ile maandamano ya Gen Z. Mimi nilikuwa ndani kabisa. Na tunaona from hiyo wakati 2024 vijana hatuna ile tumaini na hii government, na hatuna pia tumaini na leadership yenye iko kwa hii country, from opposition to government, kwa sababu wote ikifika ni kitu fulani. Tunaona ODM walishikana na UDA kuondoa Gachagua, lakini kupitisha finance bill, wengine kuondoa Gachagua. Yani kikuja ni mambo ya politician wanashikana, ya mwananchi wanayaacha. Na ukiangalia post ya Othoro jana amesema sisi mmoja wetu hata akikufa tutaenda kutikana, nyinyi mpige kelele. Hivyo ndo aliandika ukiangalia Facebook yake jana. So tunaona kama ni kitu ya mwananchi, hakuna leaders wenye tuliwachagua watashikana. So sisi kama vijana tunaona kuna hypocrisy kwa hii mambo na leadership, kwa sababu vile venye tunajua mambo na integrity, mambo na transparency haifuatiliwi kuanzia top to bottom. Na tunaona pia 13th parliament ni bure kabisa. Tunaona hii judiciary tena ni another bure thing.
kwa sababu hakuna kazi wanafanya. So tunaona kama ni betrayal kwa upande wa mwananchi. Unajua wamama wetu, parent wetu wametoa hii mambo na kuacha government wafanye venye wanataka. Na tunaona sisi vijana hapana, tunaona hapana, tunaenda on the wrong direction. So kuna hiyo hatuna tumaini na mambo yenye inaendelea kwa hii nchi. Bila shaka ni kauli hizo kutoka kwa vijana wenyewe kwamba sehemu za mashinani na hata hapa mijini hawana matumaini kabisa na kinachoendelea kwenye taifa. Leo ikiwa tunajadili swala hili la ufisadi, mtazamaji, tunakwenda kwenye pumziko fupi, lakini tutakapokuja tutakuwa tunamalizia sasa. Tunataka kujua gharama ya ufisadi hapa katika taifa letu. Tunakwenda na ama tunapata kuna mahali tunapata ndio tunakwenda sawa, lakini mara nyingi hasara inapatikana. Je, ni hasara gani inayoonekana katika swala hili la ufisadi? Na pia tutaangazia baadhi ya mapendekezo ambayo labda iwapo mambo yangekwenda kwa namna fulani, vitu vingekwenda sawa na taifa lingekuwa linapiga hatua. Pia tutaweza kusikia baadhi tu ya kauli za watu kuhusiana na swala zima la ufisadi. Usiende mbali. Mtazamaji, ni saa 6:30 saa za Afrika ya Mashariki, siku hii Alhamisi ya tarehe 9 mwezi ukiwa ni wa Aprili mwaka 2026. Tunaendelea na mjadala wetu ambao tumezungumzia zaidi swala la ufisadi kutokana na matukio ambayo tumekuwa nayo kuanzia wiki jana, tukipiga kwenye ratili ya saa ni kipi kinachoendelea hivi sasa. Tumeweza kusikia hisia za wananchi wenyewe na vile vile kuangalia baadhi ya sakata ambazo tumekuwa nazo hapa nchini, na swali tunajiuliza, tatizo liko wapi? Kesi inapatikana, ushahidi unapatikana, lakini baada ya hapo unakuta kwamba ni kesi ambayo inaenda polepole sana kwa mwendo wa kobe, kumaanisha kwamba haki kupatikana pia inakuwa ni vigumu. Kutokamana na tatizo hili, bila shaka kuna athari mbalimbali zinazopatikana kutokamana na ufisadi, na mojawapo ni athari zinazotokamana na swala la maendeleo. Tunapozungumzia swala la gharama ya ufisadi, tunaangazia athari zake hivi sasa. Kama taifa tumezungumzia swala la ufisadi kwa undani, na ni jambo ambalo hata Wakenya wenyewe kwenye vikao vyao wanakuwa ni wenye kulijadili. Kama taifa tunapunjwa nini kutokamana na tatizo hili ama donda sugu hili la ufisadi? Athari za ufisadi Manzu ni nyingi sana. Actually ni nyingi kuliko vile tunavyofikiria. Kwanza kabisa kuna athari za maendeleo. Kwa sababu zile pesa badala ya kusimamia maendeleo, miradi kama shule, kama barabara, zinaenda katika mifuko ya watu. Kwa hivyo sisi ambao tunafaa kuwa tunanufaika kama jamii kwa jumla, inakuwa ni inamnufaisha mtu binafsi peke yake. Athari ya pili ni kwamba inaondoa maendeleo ya nchi kwa jumla. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano, ukiripoti ya EACC imesema kwamba ufisadi mwaka uliopita umeongezeka kwa 88% ukilinganisha na mwaka uliopita. So ufisadi kila ukizidi ni kumaanisha kimaendeleo zile pesa ambazo zinafaa kuwa zinatumika na yule mtu binafsi, kama mimi 38% extra inabidi ilipwe. Zile pesa mtu pia binafsi angekuwa anajiendeleza yeye mwenyewe. Kwa hivyo kwanza kuna athari za maendeleo kwa jamii, kisha kuna athari za maendeleo kwa watu binafsi, wale ambao wanajukumika, wanalazimika kulipa ufisadi. Ya tatu tunasema kwamba kuna athari ya ile culture na tradition ya jamii, kwamba sisi sasa ni watu ambao tuko sawa. Lakini ikiwa kuna ufisadi, utapata kuona kuna mambo mengine mingi pia yanaharibika. Unaona pia sasa ule ufisadi kwamba unatoka tu kwa public sector unaingia katika jamii. Hata mimi na dadangu hapa tutaka kufanya biashara, inakuwa mpaka ule ufisadi uweze kupita. Kwa hivyo ufisadi sio tu ufisadi ambao unafanyika katika serikali, lakini pia unapata ufisadi unaingia katika culture na tradition zetu. Na hizi athari zinaharibu. Ukiangalia kwa mfano mashule hakuna. Kwa hivyo ukiangalia katika health sector, mahospitali kunakuwa hakuna dawa. Kwa hivyo inatuathiri sisi. Ukiangalia water sector, kwa hivyo kuna miradi ama sekta tofauti zote zinaharibika. Nchi nzima inaharibika, kisa na sababu inakuwa ni ule ufisadi ambao umeendelea kukithiri katika jamii yetu. Na katika
kuweka hizo baadhi ya taasisi na vile vile unakuta athari zenyewe zinaingia mpaka kwa raia vile unavyosema. Labda kwa upande wa mwananchi wa kawaida, upande wako Gabriela, tunakosa nini kutokamana na ufisadi? Hapa tukiangazia kwamba mimi na wewe pia kuna wakati tunalazimika kutoa kitu kusukuma mambo yetu yaende. Tunakoseshwa nini hapa? Ufisadi imeleta umaskini. Kwa sababu kama niko na 1,000, mimi ni mtu wa huko chini. Instead hiyo 1,000 ninunue chakula, ninaafadhalisha nipeane 500 inifanyie nipate kitu fulani, mimi ninaendelea kukanja. So tunaona imeleta umaskini katika kwa ground. So ufisadi pia imeleta violence. Tunaona jana Senator amegongwa. So hao vijana kama wangekuwa na kitu ya kufanya ama kama kungekuwa na circulation of money, hawangeenda kupiga mtu bure tu, kutumwa kupiga mtu. So tunaona ile ndio upate hiyo pesa kidogo wamelipwa waende wapige mtu. Tunaona hiyo ufisadi, hiyo ni ufisadi direct. Kitu ingine ni maendeleo duni. Kwa sababu kama pesa ya kujenga polytechnic mingi huko Northern Kenya, tunaona polytechnic ilikuwa ni ya 2013 mpaka leo ijaisha, na kila term kuna pesa inawekwa kwa hiyo polytechnic. Tunauliza kama budget ilikuwa 50 million na kila term unaweka hapo 15 million, pesa ingine inapita wapi? Kwa sababu imekuwa prolonged hiyo maendeleo. So ufisadi imeingia kila mahali, na tunaona hakuna huduma. Ile pesa yenye ilikuwa ijenge barabara kama hii Baragoi, Uhuru alisema anatengeneza hiyo barabara ya kwenda Maralal to Baragoi yenye watu wanauliwa hapo kwa sababu kuna insecurity mingi. Hakuna barabara juu magari kitembea hapo inaenda slow kwa sababu barabara ni mbaya. So bandit wanasimama hapo tu kando wanangoja, wakati gari imefika hapo unashutio juu utakimbia na barabara ni mbaya zaidi. So na hiyo barabara tunaona imewekwa budget kuanzia wakati ya Uhuru. Ruto juzi amekuja wakati ya Murkomen akasema ameweka 50 million. Tena yani kutengeneza hiyo barabara inatengenezwa kila wakati na haijaitengenezwa. So hiyo ni ufisadi na tunaona inaleta insecurity. Kama jukumu la raia, jukumu la raia ni lipi katika hivi vita dhidi ya ufisadi? Tumezungumzia hizi asasi ambazo ziko, tumezungumzia hata takwimu vile ziko, lakini tushuke sisi wenyewe. Tunajilaumu sana. Tukianza na upande wa raia, Gabriela, tuna jukumu gani katika hivi vita? Ni kudemand accountability. Ile ujinga ilifanyika Samburu County ya mtu wetu, Sifuna wachana na mtu wetu. Nadhani ukitumia neno zuri ujinga ni kama tusi kiasi. Yani illiteracy. Ukiritimba. Hiyo ukiritimba ilifanyika, una protect mtu wetu, ni mbaya sana. Wakati Senate, tunasema pia Senate haifanyi kazi, Parliament haifanyi kazi, lakini kuna wale wachache kama hiyo SIPA committee wana put governor accountable. Na sisi kama raia tunaamka kutetea mtu wetu. So tunaona hiyo, tuache hiyo maneno, tuamke tuhakikishe our leader tutirudi nyumbani, enda hiyo Senate account pesa yetu ulipitisha wapi. Kitu ya pili ni transparency. Wakati development inafanyika, unajua hii mambo na public participation imekuwa biashara. Watu wachache ward admin anaambia leta ile watu wetu. So wenye wanaenda kupitisha vitu na wenye wanachukuliwa na video ni ile same people wanapewa kitu kidogo kupitisha vitu, ndio ikuwe tu public participation ilifanyika, lakini in real sense walienda kuimba tu yes. So tunaona tukue accountable na tukue macho, tujue ni pesa ngapi imewekwa kwa hii county, ni ngapi inatumika. Tukue macho na tuache ukiritimba yenye iko Northern Kenya, kwa sababu county kama Turkana County, mimi wacha niseme wapi, governor wa Turkana County afanye maendeleo, pesa ya maendeleo anapea watu 1,000. Na hayo ni madai tu, lakini hiyo madai hiyo akinipeleka mali yote nitasema. Juzi MPs walitoa press statement na akaamka akasema hao MPs ni wachoyo, waseme pesa yao wanafanyianga nini Nairobi juu wa Turkana wakuli. So tukifanya maendeleo ikue converted to cash transfer, tunaona hapo ndo mambo na development inaenda mbaya. So kama wananchi tukataa hiyo kuongwa, kuimbishwa kwaya ya kuimbia mtu ndo upate hiyo kitu kidogo. So tunaona sisi pia ndo tunafanya our leaders wakuwe na
hiyo mambo na corruption. Na pia elders, Council of Elders kutoka Northern Kenya. Hii mambo ya negotiated democracy. Sisi wenyewe ndio tunaleta leaders wale hawana maono, hawana vision yoyote, tunawalete kwa sababu wametoka clan kubwa, kwa sababu Council of Elders walipitisha huyu leader. So tunaona hakuna election nafanyika Northern Kenya, ni negotiated democracy, na mtu once amelipa hawa akienda parliament hakuna kitu anafanya kwa sababu nilikulipa ndo mniweke kwa kiti. So tunaona leadership Northern Kenya, unless sisi to change kama wananchi, hakuna drought Northern Kenya, ni drought ya leadership ndo tuko nayo kama watu wa Northern. Asante sana. Gabriela ni mmoja wa viongozi wa vijana kutoka maeneo ya kaskazini kule, na huwa mara nyingi anazungumza kutokamana na kitu ambacho ameshuhudia mwenyewe kutoka huko. Hussein, bado naja kwenu kama mashirika ya kijamii katika swala la kosa hili ambalo tulilonalo hapa, ama si kosa kweli, tatizo tulilonalo kama taifa, tukiangazia gharama ambayo inaingia sana katika masuala ya ufisadi, na hata pia tukiangazia masuala ya kile ambacho kinachokosekana katika nchi. Kama mashirika ya kijamii, upande wenu, jitihada zenu ziko wapi hivi sasa katika vita hivi? Maanake mara nyingi mnaonekana katika masuala ya labda kumetokea mauaji, kumetokea nini, lakini kwenye swala la ufisadi msimamo wenu uko wapi, na mnafanya nini hasa kuangazia masuala ya kanuni? Wajua Alimanzu, hichi kizazi cha Gen Z, kuna jambo lilitufundisha sisi kama Wakenya kwa jumla, hasa vile vizazi vya awali, mimi nikiwa mmoja wao, na walitufundisha kwamba ikiwa tutaweza kuwa empower jamii, community, na kuhakikisha kwamba jamii imechukua interest ama imekuwa na kutaka kujua ni mambo gani yanaendelea, basi hakuna mtu mwingine yoyote, hata kama ni rais, ambaye ataweza kuwazuia wananchi wakiwa wamepata ile azma. Kwa hivyo tangu tupate hii experience, juhudi yetu kubwa tunaitumia katika kuwatoa wananchi taka mashikio. Tunajaribu kuwaambia wawe na interest na mambo gani yanaendelea katika jamii yao. Watake kujua ni nani amefanya nini, ni nani ameiba nini, ni nani. Manake mara nyingi utapata kuona wananchi wanahadaiwa, wao wanajishughulikia wao masala yao, mimi chakula changu nini, yani ili usahau yale mengine yanayoendelea. Utapata gharama ya maisha na vile hali ilivyo, sijui shule mtoto anafanya nini. Sasa inakuweka wewe katika hali ya kila kukicha, tunasema perpetually, wewe unajaribu tu kustruggle kujiangalia wewe, ili macho yako yasiangalie ni yapi yanaendelea huku juu. Kwa hivyo juhudi sisi hivi sasa tunazoziweka ni kuambia wananchi, lazima mujue ni yapi yanaendelea katika nchi yenu, ni mambo gani yanaendelea katika serikali, kwa sababu mtu yoyote ambaye atajua kwamba pesa zake na wengine billions of shillings zimepotea, na kuna mtu ambaye alipewa mamlaka na alichukua Biblia na akaapa kwamba nitafanya kazi na nitalinda na nitahakikisha, kisha huyo mtu leo anakuja kutuambia mimi nilikuwa sikujua nini inafanyika. Mtu yoyote ambaye anafuatilia na anajua hii, lazima atasikia ule uchungu. Ndiyo. Atataka kuona hatua zimechukuliwa. Kwa hivyo kubwa kabisa sisi tunafanya hivi sasa ni kuwaambia wananchi, ndiyo tunajaribu kutafuta maisha, tunajaribu kujiangalia sisi, lakini musisahau kujihusisha na kujua ni yapi yanaendelea katika nchi, ili tuwe na ule uchungu wa kutaka kuona hatua zinachukuliwa ikiwa mambo yanaenda mrama. Kanuni inasema nini kuhusiana na sheria ama kuhusiana na swala la ufisadi? Nikifahamu kuna kifungu kwenye katiba, Anti-Corruption and Economic Acts, inaelezea vizuri masuala ya vita hivi dhidi ya ufisadi, na nafikiri ni sheria ambayo imekuja na tume ile ikaweza kubuniwa katika kuendeleza shughuli zake. Je, hii sheria unadhani iko sawa ama kuna mapungufu fulani katika sheria ambayo tulionayo? Kama nilivyosema awali, Manzu, sheria zetu ziko sawa. Sheria zetu zinaangazia na zinaangalia kila mahali, na ikiwa kwa sababu sheria huwezi kutoa sheria iwe umeandika mfano wa kila kitu, useme sheria inazungumzia ukulima, inazungumzia mbolea, inazungumzia nini, itakuwa ni sheria kubwa sana. Kwa hivyo sheria inapeana pia muongozo wa kijumla. Kwa hivyo ile Anti-Corruption and Economic Crimes Act tumezungumzia
iko wazi kabisa mambo kama haya yakitokea. Swala la viongozi kujiuzulu, kupeana nafasi ili uchunguzi uweze kufanyika, iko wazi. Sheria ya uadilifu. Sheria ya uadilifu kabisa. Yani Kenya hatuna upungufu wa sheria, lakini watu wanatumia hii sheria kwa manufaa yao wenyewe. Wanajaribu kuinterpret ili kujipendekeza wao waonekane kwamba hawajafanya, na hiyo ni makosa. Na ndio na mimi nasema wananchi, hakuna accountability muhimu zaidi na yenye nguvu kabisa kuliko wananchi wenyewe. Wananchi leo wakijitokeza, waende barabarani waseme tunampea huyu kiongozi wiki moja, mkishindwa kufanya hivyo tunaingia barabarani, atatoka. A whole cabinet iliondolewa mbali, ilifutuliwa mbali. Kwa sababu Gen Z walitoka wakasema hatutaki mambo haya kuendelea. 2024 watashindwa na waziri mmoja ambaye wazi kabisa kumepotea bilioni ya mapesa chini yake, hawawezi kushindwa. Kwa hivyo mimi naambia wananchi, tuamkeni. Kiswahili kule Mombasa tunasema tuzinduke. Tutoke katika ule usingizi tuliokuwa nao. Wakati umefika kwetu sisi kusimama imara na kusema hii nchi ni yetu, na hatutaruhusu wachache walioko huku juu ambao wanataka kujinufaisha wao kibinafsi kuendelea kutugandamiza sisi wengine wote kwa jumla. Gabriela, tunamalizia mahojiano na siwezi kuacha bila kuuliza baadhi ya mapendekezo yako. Tumezungumzia swala la ufisadi, ni donda sugu. Tumekuja na mawazo ya namna ambavyo tunaweza pigana sisi kama raia na kupitia asasi vingine, vyombo vya habari. Kuna shughuli pia wanaofanya na kadhalika, mashirika ya kijamii. Labda kusonga mbele saizi, tuko kwenye jinamizi hili la sakata ya mafuta, na ni mojawapo tu ya sakata ambazo zimekuja zikienda. Tumeona taarifa pale awali ikizungumzia sakata ambazo zimepita, kesi zimepelekwa kiholela holela, zingine ziko lakini ziko dhaifu sana, hakuna ushahidi na kadhalika. Hadi hapa tulipo hivi sasa, unapendekeza kufanywe nini ili sote tuwe katika mkumbo mmoja wa kushinikiza kufanyike jambo ambalo litasaidia katika kushukisha visa hivi vya ufisadi hapa nchini? Labda tutatoka kutoka nambari 130 tufika labda hata kama ni nambari 20 za juu. Mimi ni founder wa organization inaitwa Indigenous Wellbeing Initiative for All. Inafanya kazi in Northern Kenya. Na tumekuwa tukifanya civic education kujulisha watu wetu mambo na Kenya inaendelea Kenya. Kwa sababu unajua kama Samburu County 74% ni illiterate. Hawajui ni nini inaendelea. Wakiambiwa piteni hapa au wanaamka tu wanasema kitu yao na hawajui ni nini ilifanyika. So mimi ningependa kuambia wananchi, kila mtu awajibike. Hakuna kitu inaitwa mtu wetu. Opiyo Wandayi ni Mjaluo lakini anakula chakula peke yake. Akiiba ni yeye peke yake anakula. So hakuna kitu inaitwa mtu wetu. Tuamke, tuwajibike, tuchange Kenya, kwa sababu bila hiyo mabadiliko hakuna mahali tunaenda. Tutakuwa tunaimba wimbo moja kila wakati, corruption, na tunaona sasa every institution wamelegea, kwa sababu hata mkiimba at the end of the day hakuna kitu mtafanya. So kama youth wa hii country, venye tulikuwa tunaelimisha watu kuhusu finance bill 2024, kila mtu alikuwa anaingia kwa kabila yake, unaongea hiyo finance bill venye iko na lugha so, ya hii corruption kwanza, hii ya mafuta ikuwe number 1. Tuseme venye kuko, watu wakatai, kwa sababu Opiyo Wandayi anafaa kuresign. Hata akikuja na akiwa angel anafaa kuresign, aende aongea akiwa nje, kwa sababu hakuna venye 4 billion itapotea na yeye ajui alikuwa anafanya nini hiyo ofisi, kama ajui Kenya inaendelea kwa department yake. Mimi ningependa kuambia Wakenya tuwajibike, kila mtu. Hii ya Opiyo Wandayi ikuwe turning point. Jinsi tulifanya sisi, Wakenya wanafanya. Opiyo Wandayi waende. Asante sana Hussein, kumalizia kauli yako na tupatie kauli yako kutokamana na kule unakotokea, masuala ya mashirika ya kijamii na hasa raia wenyewe. Naam, sisi kama mashirika ya kijamii, watetezi wa haki za binadamu na activists kwa jumla, huwa tunazungumza kila baada ya muda, tunakuwa na vikao vyetu na tunajadiliana hali ya nchi pale ilivyo. Na kusema kweli, swala la ufisadi limeathiri wa Kenya pakubwa. Umaskini umezidi, ukiangalia gharama ya maisha imezidi, lakini ile gap between the rich and the poor inazidi kuongezeka. Kumaanisha zile pesa ambazo sisi ambao ni wengi
tunakosa madawa hospitalini, tunakosa elimu, unasikia sijui decapitation haijafanywa. Ukiangalia masala ya maji kule Mombasa, miaka nenda miaka rudi, hakuna maji. Hizi hasara zote, kuna watu wachache ambao wananufaika. Wanachukua pesa ambazo sisi tunafaa kuwa tunafaidika nazo kwa miradi, wanaenda wanaziweka kwenye mifuko yao. Kwa hivyo tunawaambia wananchi, kulingana na mujibu wa katiba ya Kenya na sheria zetu zilizoko, lazima sisi kama Wakenya, kipengele cha 3 kinasema sovereign power belongs to the people. Yeah. And they may exercise that power directly or indirectly through their representatives. Kwa hivyo ikiwa representatives wetu wameshindwa kutumia ile nguvu ambayo katiba imewapea, katiba inaturuhusu sisi, inasema you may exercise that sovereign power directly. Na ikiwa hawa viongozi wameshindwa, wakati umefika kwetu sisi sasa kuchukua lile jukumu la kuhakikisha uwajibikaji umefanyika sisi wenyewe, na tuhakikishe viongozi wafisadi wameondolewa kabisa katika hii nchi. Asante sana. Ni Hussein Khalid huyo, afisa mkuu mtendaji wa shirika la Vocal Africa, mojawapo mashirika ambayo yanaangazia sana masuala ya haki za kibinadamu hapa nchini Kenya na hususan katika maeneo, na vile vile Gabriela Lorere, asante sana kwa kuweza kufika. Ni kiongozi wa vijana ambaye pia ana shirika linalohusika sana na masuala ya jamii, sehemu anayotoka Samburu kama sijakosea. Unafanya sehemu ya kaskazini mwa Kenya. Yeah. Kila laheri katika jitihada za kuelimisha jamii kuhusiana na kile kinachoendelea. Tumekuwa tukizungumzia masuala ya ufisadi, hasa kuambatana na matukio ya hivi karibuni katika sakata ya mafuta. Na taarifa ninayoipokea hapa kwamba kuna ripoti nyingine ambayo imetolewa na kupeana kwa EACC ambayo inasema kwamba 74% ya Wakenya wanasema visa vya ufisadi vimepanda juu zaidi. 74% ya Wakenya wanasema ufisadi umepanda juu zaidi mwaka 2025 ukilinganisha na mwaka 2024 ambapo viwango vya ufisadi vilikuwa 67%. Na pia wameorodhesha baadhi ya maeneo ama asasi ambazo zinahusika sana na ufisadi. Idara ya polisi inaongoza kwa 35%, mtazamaji, na upande wa usajili wa raia inaongoza kwa nambari ya pili kwa 30%, huku NTSL shirika maafisa wake akiwa katika 25%. Katika kaunti ya Kakamega inaongoza kwa masuala ya rushwa, ikifuatwa na kaunti ya Pokot ya Magharibi, Isiolo, Vihiga na Garissa. Kaunti hizi 5 ndio zinazoongoza katika masuala ya ufisadi. Taarifa zaidi, mtazamaji, utazipata kwenye taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza ambazo tunafuata kwenye muda usiokuwa mrefu, na nyinginezo katika taarifa zetu mwendo wa jioni. Asante sana kwa kutazama kipindi cha Yanayojiri. Mimi naitwa Ali Manzu, endelea kutazama. Kwaheri kwa sasa.